Bwana asifiwe ndugu katika Kristo. Ninakusalimu kwa jina la Bwana majeshi, jina lipitalo majina yote. Haleluya. Jina lenye mamlaka na uwezo ni jina la Yesu Kristo. Kama ni mara kwanza kuniona, naitwa nabii au mjakazi wa Bwana Karen, au unaweza kaniita Mama Moses. Haleluya. Na nimekuja kuongea na wanawake wenzangu kama kawaida yangu. Hii ni karama moja wapo ambao Mungu amenipa ya kufundisha wanawake, na imedhibitishiwa na watumishi na manabii mbalimbali kwa kupitia unabii na kupitia ndoto, kwa sababu sio kila kitu unaona mtu anakifanya na wewe ukakianzisha. Ndio maana wengi wanakwama. Ndio maana unakuta huduma nyingi zinazima kwa sababu watu wameenda kuparamia sehemu ambazo sio zao. Amen. Nakuta mtu anapitia changamoto ya mawazo sana, afanye nini ili huduma iendelee, afanye nini, kwa sababu labda kuna mmoja anapitia vile Mungu kupima imani zao, na wengine ni kwa sababu wameingia sehemu ambayo haikukuwa yao. Haleluya. Sasa nakuja kuongea na wewe mwanamke mwenzangu ambao una hamu na kiu ya kumtumikia Mungu. Amen. Tutalipwa tusipozimia mioyo. Katika kazi ya Mungu unapaswa kujua kwamba kama ndo umeanza au umeokoka, usifikiri ukiingia kwenye wokovu mambo yote itakuwa ni raha, amani, shwari. Hapana. Kuna wakati utalia, utaumizwa, na hata wale ambao wamekutana kwenye wokovu mbele yako watakutoa machozi. Hata kwa wale ambao ulikuwa unawaamini, itafika wakati wanaweza kukusaliti, wakakuacha, au wakakuzingizia maneno ya uongo, au wakakuumiza kwa mambo tu mbalimbali. Ndio maana nakusii uombe Mungu akupe moyo wa ujasiri, moyo wa ushujaa, moyo mkubwa. Haleluya. Na moyo wa kudharau maneno. Haleluya. Katika kazi ya Bwana, simama wewe kama wewe na Bwana wetu Yesu Kristo. Usiwe na ule wokovu wa kubebewa. Usiwe na ule wokovu wa kutegemea fulani atanisaidia fulani. Uwe na wokovu kwanza, yani utengeneze uhusiano wako wewe na Mungu kwanza. Amen. Ni vizuri kuwa na watu ambao watakusaidia, kukuombea, sio vibaya. Sisi watu tunaombewaga na watu. Kuna watu wanatufungia na maana mnatuona tunasimama hadi leo. Kuna watu wanatuombea kila siku na maana mnaniona niko mzima leo. Bila maombi ya watu ningekuwa siko hapa. Haleluya. Lakini ni vizuri kwanza wewe mwenyewe binafsi ufanye mahusiano mazuri na Mungu. Imani yako uijenge kwa neno la Mungu. Haleluya. Jenga imani yako kwa neno la Mungu, kwa maombi. Ukiwa mwanamke muombaji, sio rahisi wewe kuanguka. Haleluya. Ukiona leo umesimama, kesho sijui nimepungukiwa. Hizo kauli sio kauli nzuri kwa mwanamke ambaye anaokoka. Kwa sababu warudi nyuma hawataona ufalme wa mbingu. Manguko wasipotubu hawezi wakaurithi ufalme wa mbingu. Sababu kuanguka ni kutenda dhambi. Amen. Sio tuko hapa tunaongea, sio wote ambao wanatupenda. Na wala kuna mwimbaji binti mmoja aliimba kwamba alikuwa na mama mmoja anasema mwanadamu sio maji tatapendwa na kila mtu. Amen. Kuna wale ambao wanatusikiliza ili wajengwe, wajifunze, na kuna wale ambao wanasikiliza tu ili haribu, apoteze muda au atafute tu maneno gani atakwenda kuongea. Amen. Lakini nakusii mpendo unanisikia ili ujengwe. Tafuta sana kujenga mahusiano yako wewe na Bwana. Amen. Ukiangalia watu watakuumiza. Ukitegemea sana mwanadamu, ipo siku atakuumiza. Na ndio kuna wengi huwa wanakata tamaa. Akiokoka anafikiria atakuta kwenye wokovu ni raha, amani,
wale watu ambao wamekuta kwenye kanisa eti watampenda, watamfurahi. No, ina wakati watakuumiza. Lakini ukiwashia kama ni wanadamu pia, kama ni wanadamu unaweza kukosea, hauwezi ukarudi nyuma. Sasa wengi wanakuwa na imani yao kwa watu kuliko kuweka imani kwa Mungu. Ndio maana ni rahisi kwao wao kuanguka. Anapotendewa vibaya na mchungaji au na muumini mwenzake, anaacha kanisa. Anaacha kufika tena kanisani, hata kwa tena anahudhuria ibada. Bwana Yesu atusaidie. Nilikuwa namwamini huyu mtu sana, sikuwa nafikiria labda anaweza kanifanyia hivi. Ni mwanadamu, anaweza kukosea. Hata na wewe unakoseaga. Haleluya. Hakuna maana kamilika 100% eti kila kitu atakuwa anatenda tu ni vema, ni vizuri tu. Maneno atakuwa anaongea ni mazuri tu. Hata wewe kukoseana. Ni lazima utafika wakati anaweza kujikwaa kama mtu. Sio malaika huyo kiumbe. Maana vile kwenye huduma, kwenye kazi ya Bwana, tunachukuliana mizigo. Ndio maandiko yanavyosema tuchukuliane mizigo, kwa sababu kuna wakati mwenzako atakuwa mzigo kwako, lazima umchukulie. Lakini kwa sababu umeona kosa tu kwa mtu hapo unamkataa, unamkimbia, na ni Mkristo ambaye ameokoka kama wewe. Haleluya. Mimi nimekaa makanisa miaka 7. Je, kukua mapungufu yalikuwepo, lakini unakuta tu mnachukuliana ile kusameana, ile kuona tuko kwenye safari, sisi wote tuna nia moja ya kumpendeza Kristo. Haleluya. Ukiona mwenzako ana nia ya kumpendeza Bwana, japokuwa na mapungufu, umvumilie. Haleluya. Sasa wengi wanaanza kukata tamaa na kuanza kujitenga na hao watu na kuwakimbia, wakati nao wana nia moja kama ya kwako. Unakimbia kanisa ambalo linaonya maovu, linakemea dhambi kwa sababu ya mapungufu tu buchache. Sio kwamba eti mna mambo machafu humo, sio kama mna uovu, ni ile tu kauli labda mbaya tu, unapita unajitoa hapo unasirikia mtu. Huo ni wokovu gani ambao umebeba? Hata uko unakimbilia na kutatokaga tu. Haijalishi utakaa miaka 3 4, ipo siku tu utatoka. Na maana kuna watu wanahesabu wachungaji makanisa wako huku kwa sababu gani? Wanajiona wao ni bora kuliko wengine. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikuambie kwamba tushagawahi kuzingiziwa vitu, tumeshawahi kukataliwa, kugeukiwa. Kuna watu tuliwaombea, na itafika wakati kuna watu utawasaidia, utawavusha, lakini mwisho utakuja kukusalita au kukataa au kujitenga mbali na wao. Hawatapenda hata kukuona au kukusikia tena. Hiyo yote vitu lazima utarajie kama Mkristo. Maana kwa upande wangu zamani nilikuwa ninaumia, unakuta mtu nilikuwa namfanyizia hivi, namuombea nini na nini, lakini ilifika wakati akasema mwanadamu ni mwanadamu. Hata Bwana mwenyewe alijutia, kwa nini amemuumba mwanadamu? Mimi ni nani? So naweza tu kusamea. Nikiona tu mtu tu anajigeuza, unamuita akupokee, unamwandikia akujibu, mwenyewe tu kiburi kimempanda, huwa tu ninamwacha. Na wala simwekee kinyongo. Amani rohoni. Haleluya. Wako watu wa aina hiyo ambao wakiona tu labda wamepokea nao karama ya unabii, na wameanza kutabiri, na wameanza ona, unakuta mabega yanapanda, kiburi kinapanda. Hata ambao walikuwa wanakusupport unakuta wanakata kwa sababu nao wameona wameinuka. Lakini zamani ukuta wananyenyekea, wanakuja kwako na kuuliza maswali nini, lakini mwishowe wanaanza kukata na kukimbia kwa sababu nao wameshapata vile walikuwa watafuta. Wala usijali, usiumie, wala wasikusumbue hata kidogo. Wewe endelea kusimama kwenye neno la Mungu. Kama wangekuwa wa kwako wangebaki na wewe. Kama kweli walikuwa na upendo wa kweli kwako, wasingekukimbia, wasingekukataa. Kama kweli walikuwa na upendo utoka ndani ya moyo wa kimungu, hawezi wakakuacha kwa sauti ya katatizo kadogo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. So kwenye wokovu kuna changamoto, kuna up and down. Lazima kama Mkristo utarajie mapungufu kwenye kanisa lenu au kwenye kundi lenu. Amen. Na kama nabii ulioitwa na Bwana, usiwe na jaminisha eti maunabii yako yote ni sahihi. No, kuna wakati unaweza kukosea kama mwanadamu.
Kuna wakati unaweza ukakwazika ukaenda kutoa unabii, kumbe ilikuwa inapitia nini? Mawazo yako. Mimi kuna watumishi wa Mungu ambao tabiri vitu vikubwa sana, maana najua. Kuna wakati aliwahi kutabiri, anatabiria watu, utazaa mtoto mwanaume, kumbe mtoto ni wa kike. Anatabiri mtoto mwanamke, kumbe ni mwanaume. Lakini bado anaendelea kutabiri. Lakini wewe ukikosea tu mara moja unaona sauti ya Mungu, naachana navyo, kumbe niko natabiria kupitia mawazo yangu kila siku. Hapana. Kuna kukosea, lakini inabidi usimame na muombe Bwana aendelee kukuimarisha, kukusaidia. Amen. Usiache kazi ya Bwana kwa sababu umejigundua ulikuwa unakosea au umekosolewa. Hapana. Ni lazima umfuate Bwana akuongoze, akusaidie ni wapi ambako uko vizuri, ni kitu gani. Kuna wengine wanakuta hata mafunuo, anaona ni mafunuo vya uongo. Ukiambiwa ni uongo, huyo kwa sababu unaweza kumuona mtu, unaenda kumwambia nimekuona hivi na hivyo unavaa suruali, kumbe huyo mtu yuko vizuri na Mungu. Unakuta yeye mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho anajiona yuko makazi meupe, au kuna watu wanamuona vizuri, wewe unakuja kumuona vibaya. Huyo mtu akikwambia pale maana ni ya uongo, usikasirike wamekataa ujumbe wangu. Hapana. Ni lazima ushoe kwenye magoti, kweli je, ni wewe ni Bwana ulinifunulia hivi? Haleluya. Sasa kwenye kazi ya Mungu kuna kukosa. Sisi tulikosea, tulikuwa tuna make alarm mistake. Sio kila kitu itakuwa ni sahihi, maunabii yote, mafunuo yote. Kuna wakati unaweza ukaota kidoto unakuta mwenyewe hakieleweki. Sio kila ujumbe wako maana wako unakubali yote ni kweli uko yani uko pabaya sana, maana wengi unajikuta sasa mnaanza kutoa ni mafunuo vya uongo. Kwa sababu gani? Unaamini kila ndoto ambayo unaota ni kweli. Unaamini kila unabii unatabiri ni kweli. Hapana. Ni lazima ukubali kuongozwa na neno la Mungu. Chukua ujumbe wako na neno la Mungu, je, vinaendana? Haleluya. Maunabii ni lazima yapimwe na neno la Mungu. Kuna ujumbe mmoja ambao nilisikia, kuna mtumishi ambaye aliwahi kuchafua mtumishi mwenzake kwenye mtandao. Akamtukana na kukufuru roho ambayo mtumishi mwenzake amebeba. Eti roho ambayo imebeba mtumishi mwenzake ni pepo, eti sio Roho Mtakatifu. Yaani makufuru ya moja ya ajabu. Lakini nabii wa huko kwao akamtabiria mtumishi eti Mungu amekusamea. Kwa sababu gani? Huyo mtumishi kama aliwamsaidia kwa kitu, akataka mtolea unabii eti huyo mtumishi ambaye alitukana naga eti amesamehewa. Moja kwa nikajua huyu nabii aliutabiri tu kwa sababu ya yule mtumishi kisa alivyowasaidia kwa hisia na sio akukua roho Bwana. Kwa sababu kama mimi nimekutukana wewe, ni lazima nije kwako kutengeneza na wewe. Mimi huko manabii akiweza kunitabiria, Mungu amenisamea, na kati sijakuja kutengeneza na wewe, hao manabii watakuwa wanadanganya. Bwana Yesu atusaidie. Unaona gisi manabii gisi wanavyokuwa nao wanapotosha watu. Anaenda kutabiria mtu eti Mungu amemsamea, na huyo mtu ambaye anaambiwa eti amesamehewa hajatengeneza na ndugu yake. Biblia inasema kabla hata kutoa sadaka inabidi ukumbuke uende kutengeneza ndugu yako ambaye mkosea. Amen. Sasa mtu hajatengeneza na mtumishi mwenzake, ametukana familia na tukana watu, hafa anatabiriwa kule tena amesamehewa. Aliomba nani msamaha? Alitubu kwa nani? Una vitu ambavyo vinatia huruma sana. Sasa huyo nabii akiambiwa hapana, ulitabiri zile ni hisia zako, unakuta nini? Anakasirika. Bwana Yesu atusaidie. Ndio nyakati tunazoishi sasa hivi, ambazo watu hawapendi kukosolewa wanapokosea. Kila mtu anajiona yeye yuko sawa, yeye yuko sahihi, yeye anajua. Lakini kukosolewa imekuwa ni kasheshe. Ukimkosoa mtu inakuwa ni vita, chuki. Anaka vile unamuonea wivu, unamchukia, umpendi. Vitu vya huruma sana. Hatua kubwa niliyoifanya wakati namtafuta Bwana, nilikuwa napenda sana kujifunza kwa watumishi wa Mungu waliokutana mbele yangu, lakini ambao wana Roho Mtakatifu na ambao wanasimama vizuri na Bwana. Kwa sababu mtu anaweza kukutana mbele kwenye wokovu na yuko vizuri, hatuwezi tukamuiga huyo tu kwa sababu amekutana kwenye wokovu. Hapana, ni lazima muangalie amekutana kwenye wokovu ana matunda gani. Je, kuna matunda? Kama kuna matunda, huyo sio kufuatilia tu kwa sababu amekaa kwenye wokovu.
Ni lazima tuone matunda yake. Amezaa watu wangapi ambao nao tunawaona nao pia nao wanasimama. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na mwisho atakuwa wa kwanza. Naweza kuwa hata una mwaka mmoja kwenye wokovu lakini ukawa na matunda. Haleluya. Naweza tafuta huyu wa mwaka mmoja kwa sababu yeye anasimama vizuri. Anatembea vizuri na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. So nilikuwa chukua hatua ndugu zangu ya kutaka sana kujifunza. Amen. Na nilikuwa siweke akilini mwangu neno kuanguka mpaka leo naniona hapa. Sifikiriagi kama kuna maanguko kwangu. Eti niwe na hofu, labda nitaanguka, labda nitakuja kumwasi Bwana. Hivi vitu vikuage ndani yangu. I don't know kwa wengine, lakini mimi eti uone tena waza, labda siku moja nitamwasi Bwana, labda siku moja nitamkimbia Mungu, labda na mimi nitarudilia vikuagi. Toka nilimjua Bwana havikuagi mambo ya kufikireti maanguko. Kwa sababu unapoanza kuwazawaza maanguko, hofu, ipo siku utakuja kuanguka. Haleluya. Ndio maana inabidi utoe akili ya maanguko, akili ya kushindwa kuendelea. Amena. Lazima ujue kwamba unapookoka, okoka na akili yako na moyo wako na nafsi yako na mwili wako na mali zako na kazi yako, kila kitu umpe Bwana. Usitarajie maanguko, usitarajie kurudi nyuma, usitarajie labda ipo siku tamu. Ukikuwa na hiyo akili labda mbele itaanguka, yale ambayo unayakiri kwenye kinywa chako yanatokeaga. Bwana Yesu asifiwe. So, ni lazima Mkristo mwanamke usimame kwenye misingi ya neno la Mungu. Imani yako ijengwe kwenye neno la Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wengi tunajikuta kwenye mitego kwa sababu hatujui ni kitu gani ambacho kimetusababisha sisi tuokoke. Hatujui lengo kubwa, lengo letu la kuokoka ni nini? Kwa nini umeokoka? Kwa nini umemchagua Yesu Kristo kuwa Mungu na Mwokozi wa maisha yako? Sasa wengi wanaingia tu kwenye wokovu kwa sababu tu ya marafiki yake wameokoka wote na anaingia. Wokovu sio mambo eti ya mikumbo eti mtafanya tu wokovu kama mwaka, no. Ni maisha yako ya umilele. Usichukulie wokovu eti labda ni, naweza katumia neno gani hapa nzuri? Eti naweza kasema neno gani nzuri ambayo iko nakuja moyoni tena na nikimbia. Yesu nikumbushe Bwana. Hallelujah, tremele la sepa. Nataka like contract. So nilikuwa nataka neno nzuri la Kiswahili. Ni kama vile mtu umerenti nyumba afu anakupa utakaa miezi 6. Unasema mimi nitachukua hii nyumba lakini niko tu na miezi 6. Sasa wokovu sio hivi eti ninakuja tu kuokoka nitakaa tu mwaka baadaye narudi nyuma. No. Ni lazima ujue ninapoingia kwenye maisha ya wokovu naingia maisha yangu yote hadi unyakuo. Lakini ukiingia tu kwa sababu tu wenzako wameingia, umekumbwa tu, juu kuna watu wanakuwa na kumbwa. Na siku hizi hapa Marekani kitu urembo wa sasa hivi ni kuweka luliereni hapa kwenye pua. Utakuta na mabiti na wamama wote ndio ambavyo viko kwenye hapa kwetu Iowa. Sijui mastate mengine lakini hapa Iowa sasa hivi ni luliereni kupua, ndio urembo ambayo uko sana hapa. Sasa nakutaka watoto wanakumbwa kwanza kamoja kakitu hivyo wanapelekwa kwanza hivyo. Sasa wokovu sio hivyo unakuja tu kuingia tu mnapelekwa tu kama vile na upepo, baada ya mwaka mnatoka. Hapana. Ujue sababu ya wewe kuokoka na kumkubali Yesu Kristo. Usinge kwa sauti mama yako ameokoka, ameacha mapambo na unaacha.
rafiki zako wameshaacha mapambo, wanaanza kujistiri, wanavaa vitambaa, ndio ishakuwa wote, wewe na wewe unakumbwa tu, lakini hujui lengo na mtu ambaye unamfuata ni nani. Ni lazima ujue Mungu unayemtumikia ni nani. Haleluya. Imani yako, je, itakupeleka wapi? Bwana Yesu atusaidie. Na lazima utarajie wakati ya mateso, je, nitamwasi Bwana au nitaendelea kusimama kwenye wokovu? Nitaweza kustamili vita vilivyoko ndani ya wokovu? Nitavumilia mateso, kuuawa, kuchinjwa, kupigwa juu ya Yesu Kristo? Kama kwako yote ndiyo, nakubali, nitafunga kwa sababu ya Bwana, nitafanya huduma, iwe wanitume wapi, nitaenda. Na iwe ndio yako, na iwe ndio. Lakini kama unajua haujawa tayari kupigwa, kuchinjwa, kuuawa, kutoa mali zako zote kwa sababu ya Kristo, basi acha kwanza. Omba kwanza Mungu akusaidie. Haleluya. Sasa usiingie kwenye kazi ya Bwana kichwa na ujuna unatafuta. Na maana wengi wanaishaka kuanguka kwa sababu wanaingia kichwa. Yana anaingia kwa empty. Hana neno, hana maombi, hafahamu kitu chochote juu ya wokovu. Na kuna wengine kwanza unaweza kuokoka na unajua kitu chochote kuhusu Mungu, lakini ukawa na ile imani ya kumpenda Mungu, ya kusema niko tayari kwa chochote kwa sababu ya Mungu. Nchi za Kiislamu, unajua watu Nigeria, Somalia na nchi zingine mbalimbali Urabuni, Wakristo wanauawa kama kuku, lakini wameshaweka misimamo yao moyoni. Iwe ni upanga, iwe ni risasi, iwe ni nini, hatutamwacha Bwana. Je, umefikia kwenye imani hiyo? Je, leo mtesi akikufuata utamkana Yesu? Haleluya. Utakuwa na wewe Petro, utamkana Yesu? Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi tushazoea wokovu wa raha. Unaona, tumezoea wokovu wa raha, unaenda kanisani, unarudi kwa usalama, unaenda unarudi, lakini kuko ambao wao kutembea tu hivi wanaogopa, wanaficha Biblia isionekane. Amen. Sasa kwa sisi ambao hatuna na hivyo vita vitu katika ulimwengu wa roho, na unakuta mtu unapigwa na magonjwa, unapigwa na hicho, unapigwa na maneno, unazingiziwa hichi. So sio wewe ukimbia na urudi nyuma eti kama wokovu ni hivi na acha, kama kutabiri ni hivi, kusema kila wakati, kuzingiziwa maneno na acha kutabiri. Umeshamkana Yesu. Tunamkana Yesu kwa njia mbalimbali bila hata sisi kujua. Lakini ukijekea misimamo kusema kwamba nitabiri vitu vya uongo, najua nitashuka kwenye msalaba, nimuombe Yesu Kristo rehema na nitaendelea kutabiri, kesho tena nitatoa nabii. Huyo ndo mtu ambaye amechukua maamuzi ya kumtumikia Bwana. Haleluya. Biblia inasema unapokuwa unatoa unabii na ule unabii wako kama kutokea au kama ilikuwa vya uongo, omba tu toba. Lakini hakuna mbali ambiliwa tu ukitabiri na unabii wako kutokea, au kama ulitabiri uongo, basi wewe uache kutabiri. Kuandikwa hivi, inabidi utubu, utengeneze. Amen. Kuna maunabii ameshawahi kutabiri, haijawahi kutokea, ndio utasema eti niko nabii wa uongo. Kuna maunabii yanatokeaga baada ya miaka hata 20 mbeleni. Tunakutaka wengine anaanza kukata tamaa. Mbona nilitabiri hivi, mbona vitokee? Mbona nitabiriaga udada? Mbona? Hapana. Wakati Isaya anatabiri kuzaliwa kwa Yesu, Isaya alifariki ya kumuonaga Yesu Kristo, na yeye ndiye alitoa ule unabii. Sasa wale watu ambao walisikiaga ule unabii watasema, unaona Isaya ulitabiri ya uongo. Hapana, lakini si vilitokea. Mwokozi alizaliwa. Haleluya. So ni lazima uwe umejiwekea misimamo, uwe umejiwekea misingi yako katika Kristo Yesu. Haleluya. Kusema iweje, kutokee nini, kuwe nini, mimi nitasimama katika zamu, nitasimama kwa upande wa Yesu Kristo. Nitamtumikia Mungu usiku na mchana, wakati unaofaa usiofaa.
Haijalishi mume atanikimbia, watoto watanikataa, nitatukanwa, waliokuwa wanasema wananipenda leo wananigeuka, mimi sitamwacha Bwana eti kwa sababu amenigeuka juu ninawaonya mabaya yao. Kwa sababu mwingine mtu anakuwa anaona laki. Unajua wapagani wanakuwa wanatuona tukiweza kuwaonya, wanakuwa na kauli ambazo huwa zinatufanya sisi tujione wabure na hatufai. Kuna mtu akakutoleza kauli, unajionaga wewe ndio unaokoka sana. Kwa sababu nyinyi wavaa vitambaa mnaona sasa ile mko watakatifu sana. Unaweza kukuta unavaa hivyo unabaki, ndio kauli zao. Kumuita Bwana kuomba kila siku sio kuokoka. Makahaba watawatangulia. Sorokuta hizo maneno yanaweza kukupa hofu. Wana wanakuambia usihukumu. Haujui mtu ukoje na Mungu. Unataka hukumu mtu kumbe anakuzidi. Unakuta maana kuambia hivyo ni wa makeup masuruali. Natakwambia mimi naongeaga na Mungu, nasikia sauti ya Bwana. Na nikiona mtu hivi Mungu ananifunulia. So unaposikia wewe maneno sema aya. Dada mimi ndo niko too much wa kujudge. I should stop. I'm judging too much. Unaweza kujifikiria labda mimi ndo mbaya. Labda mimi ndo sitemei vizuri na Mungu. Hapana. Wakati ore kandre lote melela isepa. Wakati mtu yuko vizuri na Mungu, mara nyingi ile roho ya kuonya inakuwa kwa juu na kwa ukali mkubwa. Lakini wakati mtu amepungukiwa, na maana ukiona wachungaji ambao wamepungukiwa kiroho, ambao hawako tena vizuri na Bwana, inakuwa vigumu kwao wao kuonya dhambi mara kwa mara. Lakini wale ambao bado wamesimama, wana mafuta na ule moto wa Mungu, huwa wanakemea sana mabaya. Sasa wewe kwa sababu ya makauli ya watu ambao wanatuambia, unakutaka anaanza kukuzima, anaanza kukufanya uogope kuanza kukemea maovu. Ilifika wakati mimi kaanza kujiona, mpaka ilifika wakati mmoja ilikuwa 2019. Nilikuwa tumika na dada moja from Rwanda. Kwa sababu nashukuru Mungu na kwa ile neema ya kupata kibali kwa kabila mbalimbali. Lakini sasa hivi sijapata marafiki wangu from Rwanda. So wanakuwa wananipenda, lakini kila wakati ndio nilikuwa najivaa masuruali nini. Lakini kwenye wokovu nashukuru Mungu, my people from Burundi naweza ongea nao, tunaomba. I'm so happy kwa sababu wakati nilifika kwenye kambi ya Kanembwa, ndio wakati sasa nilikuja kukutana na Warundi wengi. Unakuta wanakufurahia. I was like wow. Na nikaanza mpaka kuanza kujifunza Kirundi polepole, but tena kinaniruka. So napo tena nakutana na wadada from Rwanda. Yes. So nashukuru Mungu kwa neema na kibali cha kwa kupendwa na watu wa taifa mbalimbali. Inakuwa ni neema pia kukubaliwa na watu na kuaminiwa na watu. Ni neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. So Mungu wetu Yesu Kristo ni Mungu wa watu wote na sio Mungu wa ubaguzi. Anatupenda wote. Na hana upendeleo. Sasa wakati nilipokuwa kazini, nikakuwa kama nilikuwa ninakemea juu ya wanawake, juu ya vitambaa, na bidii kwa naambia kuna mavaa kitambaa nini. Sasa na mimi nikakuwa sasa vile mtu ambaye sikupenda hizo kauli zao. Nikamwambia, hivi unafikiria hiyo kuchubua ngozi na hiyo kuvaa hivyo unafikiria hiyo ni vitu vizuri? Sasa hiyo dada kumbe kupendaga hivyo. Akaanza kuniambia unajiona kwa mtakatifu sana, unajiona. Akatoa maneno sahihi, maneno ikaniumiza. Akasema labda na hukumu watu sana. So nikaenda kwenye Facebook nikaanza kufuta sehemu hata maana andika maneno ya Mungu, maposti ambayo alikuwa na post juu ya Bible, ma Bible verse zote nikaanza kudelete, nikaanza kufunga ma video juu nilikuwa na ma video nilikuwa na kila wakati, every day every Saturday lazima niende live nigusie maneno ya Bwana. Nikaanza kufunga, nikapata ile roho kujichukia kuona kama vile na hukumu watu sana, najiona mimi ndo mtakatifu kuliko wengine. Sasa nikaanza kupata ile hali ya kujitenga, kuanza kuvuta video nionekane tu mtu wa kawaida. So nikaanza kuzima, kufunga ma videos yote amana, yani sehemu yote amana nikiona tu nimeongelea maneno ya Mungu nafuta, au ninafunga, ninaweka only me, yani na lock pale mtu mwingine asione mimi tu. So yani nikapambana karibia usiku mzima niko ninafuta ma post za ma Bible verse, nafuta maandiko yote ambayo nilikuwa na post nilikuwa na post sana maandiko zamani sana. Yote nikaanza kufuta, nafunga ma videos, nafunga.
ili watu wakikuja kwenye peji yangu wasione vitu vya kimungu kule, wasione mambo ya mahubiri, wasione vitu vya mashauri au maandiko. Ndio nisionekane eti mimi ndio ni mtakatifu kuliko wengine. So nikaanza kujicompare na watu wengine. Hatari sana kama umeokoka kuanza kujifananisha. Nikaanza kucompare myself kwa baadhi ya watu ambao niliwahi kuhudumu nao kwa njia ya uimbaji Texas. Kasema mbona fulani anaokoka, mbona account yake hapo post vitu vya maandiko, Biblia kuonya. Kwa nini mimi niko hivi? Unaona kisi shetani akaanza kuniingiza sasa akili mbovu. Nikaanza kuongelea wengine wa dada ambao tuliimba nao ambao nao kabisa wako vizuri, wanampenda Mungu. Nikasema naona dada fulani, mbona anaokoka, anamjua Bwana? Mbona kwa gani anapost vitu ya Mungu, na page yake iko tu na wengine wakasema wokovu wako ni wewe tu na Mungu wako, ni siri yako na Mungu wako, sio mpaka uweke public watu wakuone tu ndio umeokoka, watu wakuone wewe tu ndio unamjua Mungu sana. Wokovu ni vitu vya siri, wewe na Mungu wako ambaye anajua moyo wako, na wokovu wako ni Yesu Kristo peke yake. Hayo maneno tena kaanza kuniumiza. Nikasema kwa nini mimi niko na kiherehere hivi? Nikasema wanasema kweli. Kwa nini niko na kiherehere? Inabidi na mimi nitulie niige wenzangu gesi walivyo. Maisha ni ya wokovu, ni asirini, sio mpaka kila mtu akuone eti umeokoka nini. Maneno ya shetani. Hizo inakuwa ni maneno ya ibilisi. Ungenijuaje leo kama ningekuwa kujificha jificha? Na kuna kauli zingine za kutuvunja moyo wa Kristo. Leo nakuja kuwafichulia kazi ya shetani ambaye inatembea kwenye makanisa, kwenye jamii yetu. Hata makanisani haya maneno utakutana na wahuni ambao wanajifanya wameokoka, wava vitambaa lakini ni wauni. Na wengine hawajui kama ni wauni, wameingiziwa na wengine maroho ya kishetani, hawajui kama wana hizo roho chafu. Utakuta wanakuambia mimi hata niwe na ujumbe, sio lazima nitoe eti nisimame naanza kuambia watu nimeona hichi. Utakuta huyo ni roho ya wivu imembebelea, au anatumikishwa na shetani kutaka kukuvunja imani yako, ili usio unasema nini maono. Kuna wengine mtu ambaye shetani anataka mwenyewe kusema hivi akusema eti nimeona ni wachanga hao kiroho ambao wanapendaga waonekane kama wanaonaga sana. Unaona, wewe ukishasikia vile unasema acha niache, sitasema, tajikala zangu kimya. Utakuta mwingine analeta mifano yake. Kuna sehemu ambayo tulikuwa tunaingia, kuna mama alikuwa na nguvu za ajabu, alikuwa moto, vipawa alikuwa anaona, lakini utamuona anaongea maono yake, alikuwa kimya, siri. Maono yako ni siri. Utajua hapo tayari ibilisi anamtumia yule mtu ile kukufunga. Maana kama hausemi maono na mafunuo, hata kama hujui ni Mungu amekufunulia, wewe sema tu. Sasa mimi nimeona vya kesi kama ni Bwana au kama sio Bwana. Ile ikiendelea kipawa chako cha kuona mafunuo au ndoto kiendelee Bwana endelee kuleta maono mengine. Na kama una mashaka na maono ukiona, na tena sio vizuri kila kitu unaongea, lakini unayakemea kwa jina la Yesu Kristo. Ukiona kitu unakiona kwenye macho kinakuja, kemea kwa jina la Yesu. Ukiona kinarudia mara 3 ujue ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. So kuna makauli zimoja za kutuzima sisi wa Kristo. Haleluya. Na mwingine atatoa na ushuhuda wake kabisa, na utaona kabisa kabisa kumbe sio vizuri mtu kujionesha kama ameokoka, kumbe sio sawa. Mwingine atakwambia kuna sehemu, kuna mtumishi mmoja aliingiaga mkanisa, hakujitambulisha yeye ni mchungaji, akakaa kimya, lakini manabii kwa katabiri ule ni mchungaji. Jamani, sasa unakuta ule mfano wanataka wautumikishe kwa kila mtu. Kama nikijita nabii hapo, unakuta kuna wengine wa roho zinaumia eti kwa nini anajitambulisha nabii. Ukae tu kimya, watu watakutambua kwa matendo. Nabii Debora wasingeandikwa nabii, Debora asingeandikwa nabii, tungejua yule mama kama ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu aturehemu sana, wandugu wangu. Nabii Ana asingeandikwa nabii, tungejua kama Ana alikuwa nabii. Bwana Yesu atusaidie. Nabii Miriam tungejua. Haleluya. So vitu vingine na kwa tu ya kukuja kukuzima na kuzima kile ambacho umebeba. Na shetani ndo anatumiaga hiyo njia, anatumia tena Wakristo wenzetu kutuzima na kauli zao za kiunafiki, za wivu. Utakuta mwingine anakuja tu kutabiri sana, sio kuingia mbinguni.
unajisumbua. Huko watu walitabiri, wewe sio matabiri yenu asema Bwana kila siku. Unakuta ukisikia hivyo kama nabii unavunjika moyo. Lakini nakuhakikishia hata kama unakuwa unatabiri maneno mawili kila siku, endelea na hayo maneno yako mawili, utavishwa taji. Kwa hiyo maunabii yako yasema Bwana majeshi niko mahali hapa, fungueni mioyo. Hiyo ujumbe ambao unawapaga watu. Wewe unaweza kufikiria ni kaunabii kadogo, lakini mbele ya macho ya Mungu ni ujumbe mkubwa ambao unafikia watu. Haleluya. Hata kama unakuwa unatabiri nusu sekunde, hiyo inatosha, kwa sababu umeishafanya kazi ya Mungu. Hata kama ulipewa zawadi na Mungu au karama na Bwana ya kupiga tu makofi, hiyo inatosha. Mbele ya macho ya Mungu ni kubwa. Ukifanya kwa uaminifu, tutalipwa kulingana na uaminifu wetu kwa hiyo kazi ambayo tunafanyizia Bwana. Amen. Kwa sababu kwa ambao walipewa vipawa vingi lakini uaminifu hawana nao. Hawana kabisa. Bwana Yesu atusaidie. So kwenye kazi ya Mungu jitoe kwa moyo wako wote. Wengine akiona magonjwa yamekuja, vitu vimeharibika, watoto wanaumwa, majaribu mengi, anakimbia kazi ya Mungu. Ndio akisema wokovu hivi uko hivi na hivi vita. Hapana, wasijua kaniua. Nimeanza tu kuombea watu, ndio vita vimeanza na acha. Hapana. Bwana Yesu atusaidie. Simama imara. Nifanya kuokoka ndio mume amegeuka anaanza toka nje ya ndoa. Acha nirudilie masuruali zangu. Hapana, unaenda jehanamu. Kwa nini urudi Misri na wakati ulikuwa unaanza kutaka kufika Kanaani? Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Naona watu wanisikilizaji, naona watu wanijali, watu wanipendi, naona tu niache tu. Wala hapana. Kama ni Bwana aliyokuita, simama hapo hapo. Mungu ataleta ambao atakakupenda. Amena. Glory to the Lord. Haleluya. Sio wote ambao wanatuamini kama tuna Mungu wa kweli. Sio wote wamepewa neema ya kuijua kweli na kuona ukweli mlimo ndani ya mtu. Amen. Kuna ambao watakuita majina ya kila aina na vitu ambavyo haujawahi kufanya utazingiziwa. Lakini usivunjike moyo na kuiacha kazi ya Mungu. Usikate tamaa. Haleluya. Usikate tamaa. Wanawake wote waliosimama shuhuda zao ni kubwa, za machozi, za vita, za majaribu mbalimbali, lakini walisimama katika zamu kumfurahisha Mungu. Nawe simama katika zamu. Simama nafasi ambayo Mungu amekuweka. Kama ni kuimba, imba sana. Kama ni kuomba, omba sana. Haleluya. Kama ni kuombea watu, ombea watu sana. Haleluya. Kama ni kusaidia watu wayatima, wajane, saidia. Haleluya. Kama ni kufyagia kanisa, fyagia. Bwana Yesu atukuzwe. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu wetu, tukimwamini katika roho na kweli. Biblia inatuambia hapa Wakorinto wa kwanza 15 na mstari wake wa 58, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Haleluya! Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanakuwa wanajidharau. No, usijidharau. Usidharau kipawa ambacho Bwana amekupa. Amen. Endelea kusimama imara. Jamani, ni kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Maombi atakusaidia kuyashinda majaribu mbalimbali. Haijalishi yamekuja kwa ukubwa kiasi gani, maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu ya kubadilisha vitu. Haleluya. Omba muda wote. Kila saa omba. Omba hata kama unaosha vyombo unafyagia, omba. Bwana Yesu atusaidie. So kuna mwingine nimepungukiwa, siwezi tena kuomba nini. Kuna vingine vitu inabidi ujizalimishe. Amen. Unaweka alarm, unaweka simu yako inaweka alarm.
unasema mpaka alarm ilie hapo ndio nitatoka hapa kwa magoti kuomba, na kuchoka yote na usingizi wote. Ukiona na kusizia bado hajalia. Haleluya. Tujifunze, ni mazoezi kuomba, mazoezi. Ukijizoesha kuomba utakuwa unaomba muda wote na saa zote. Jizoeshe kuomba kama gisi watu wacheza mpira wanavyojizoesha kucheza mazoezi nini mpaka ikawavaa wakati watalipwa chochote. Ni mambo ya kuharibika ubatili. So jizoeshe kuomba muda wote. Maombi ndio yanaamsha vipawa vyote. Maombi, ndani ya maombi ndio mnatoka ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndani ya maombi ndio mnakuja zawadi za rohoni, karama za rohoni. Ndani ya maombi ndio mnakuja utakatifu. Haleluya. Ndio kwenye Bwana anataka kukufundisha sasa kuvaa hivi ni dhambi kwa maombi. Maombi yana nguvu sana. Ndani ya maombi ndio utaweza kuelewesha hata Biblia unaisoma uelewe. Ukikuwa mwanamke muombaji, neno la Mungu utakuwa unalielewa kwa ubora. Hautakuwa unasema hata nisome Biblia sielewi. Utakuwa unaelewa Biblia ukikuwa naomba. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwamba umelala umeamka, fanyizie Mungu kazi. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Haleluya. So leo nimekuja kuongea na wanawake wenzangu. Tuimarike, tukaze mwendo, tusimame imara kumtumikia Bwana. Tusimame imara, tuwe na umoja na ushikamano. Bwana Yesu asifiwe. Resile glory tule pa. Haleluya. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na kwa nguvu zako. Jaza kila mmoja wetu, tawala kila mmoja wetu. Ujitukuze na kuonekana, uwepo wako ushuke. Ujaze wana wako nguvu katika jina la Yesu. Kunena kwa lugha kunakuja kwa maombi. Maombi yasiyokoma. Maombi yasiyokoma, yasiyokuwa na mipaka. Uwe kazini omba, uwe bafuni unaoga omba. Mungu anamsikia mwanadamu kila fasi. Unajua kuna watu eti siwezi omba bafuni, niko uchi, Mungu labda maombi yangu ni no jamani. Unaweza kuko bafuni. Kuna watu walipokea Roho Mtakatifu wakati uko bafuni alikuwa anaoga. Ile kuimba tu anamtukuza Bwana na msifu na akafurikwa na kajazwa. Hata uvae manguo, Bwana anakuona, alikuumba. Tunavaa manguo kujisiri kwa sababu wanaume tusiwaangushe kwenye dhambi. Haleluya. Unaweza kuko chumbani umetoka bafuni unapaka kwa mafuta na uko unaimba unamsifu Bwana, unakuta unafurikwa na unabii unaweza katoa. Na ukatabiri Bwana katumia mdomo wako na akakwambia vitu na uko hauna manguvu. Bwana hana mipaka. Unaweza kuko chooni unaenda chooni na uko unaomba na uko chooni. Haleluya. Mungu wetu Yesu Kristo hana mipaka ukifanya kitu chote katika jina la Bwana. Uwe chumbani omba, uwe barazani omba, uwe sokoni omba, uwe kwenye biashara vyako, uwe kazini omba, uwe shuleni, chuoni omba. Unajua dada wengi kwa chuoni anapita anabadilika, anaanza kuiga tabia za wanafunzi wenzake. Unasahau kama wewe uliambiwa utamtumikia Mungu. Soma na huku unajua kwamba ninasoma kwa sababu ya kazi ya Bwana. Ninasoma kwa sababu niongezeke maarifa ili niwe ninaelewa neno la Mungu. Kwa sababu mtu ambaye amesoma na ukijazwa na Roho Mtakatifu, uelewa wako wa neno unakuwa juu kuzidi ule ambaye hajasoma. Amen. Ninasoma kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Sasa wengi unapoenda chuoni tu, college, university, unakuta unaanza kuiga vitabia vya wanafunzi ambao umekuta huko machuoni. Ni vitu ambavyo vinasikitisha. Watoto wengi wanaharibikia sana machuoni, mashuleni. Wengi wanaanza kuvuta bangi, kunywa pombe. Unakuta binti alikuwa ni mbiti mzuri ametulia, lakini akienda tu college unakuta anakuja na vimatabia vimoja vya ajabu sana, vya kikahaba, vitabia vichafu ambavyo vinasikitisha na kutia huzuni kwenye jamii. Usiwe mtu wa kuiga. Unakuta tu wenzako kwa sababu wanafanyaga hicho kitu na wewe unaanza.
Wengine anapenda kuiga wenzake kwa sababu asionekane yeye ndio yuko nyuma, labda mshamba. Hapana. Unapokuwa tofauti, utakutaga wasa, huyu mwenzetu tuko naye muda mrefu lakini mbona hatuigi? Siri yake ni nini? Kuna mmoja tu atatamani wawe kama wewe, kama unatulia kweli kweli. Amen. Kuna wakati mmoja mdogo wangu alikuwa na rafiki yake. Huyu rafiki yake akaniuliza kuhusu wanaziri, kwa sababu nani aliwahi kutabiriwa angaliki mtoto miaka 10 ni mnaziri. Akaniambia mimi nakuwa na tabia kila fasi naenda niko mnaziri. Hivi mnaziri ni nani? Na kazi yake ni ipi? Tukaanza kuongea hapo. Akasema mimi nishachoka hii maisha ya dhambi. Nishapenda sana kuokoka. Kuna wakati unakuwa tunaamua mimi na akaanza sasa yeye na mdogo wangu tu wanakuwa wanaamua wafunge. Unakuta wanafunga kabisa, lakini TikTok inawabeba tena, wakiona ka video hao wanaanza kucheka tena, wanavunja mfungo. Na wako hivyo, na Wakristo wengi wako hivyo. Unakuta anaamua kabisa anataka simama, lakini ibilisi anamtumia ka video, unakuta kanamtoa kwenye mfungo wake. Unakuta mtoto anatomboka na kulia na vuruga vitu ndani, unakuta unashuka. Unakata mfungo wake kwa sababu ya mtoto ameharibu vitu ndani. Wengi wako hivyo. Wanawake wengi wako hivyo, akishazaa unakuta ndo depression na ni roho chafu. Ukitambua hii ni roho chafu ambaye ameniingililia ili niwe na hasira, niwe mtu wa kulialia. Mtoto akifanya fujo unaanza lia. Inakuwa ni pepo. Unakuta labda wala kuna wakati mwingine unachukia mume wako. Kemea, hizo ni mapepo. Usizipe nafasi. Mtoto akilia, akifanya vurugu, bembeleza, sipo nyamaza, muache tu atatulia. Cha maana umlishe au umuogeshe. Haleluya. Lakini ukianza kuanza kulia juu mtoto analia, mtoto anafanya fujo, unakuwa na hasira nini, unaendelea kuchochea yale mapepo yaendelee kujitukuza ndani yako kwa ukubwa zaidi. So lazima tuwe makini. Ibilisi ana mitego nyingi sana ya kututega si Wakristo. Akiona unasema vizuri na Mungu ataanza kuleta vitu ya kukutoa kwenye line, ya kutaka tu kukuchanganya. Anajua madhaifu ya mtu ni hasira. Tafanya aje? Hata tufanye mtoto haribu, amwage unga nyumba nzima. Huko ndani ya mfungo unakuta nyumba nzima unga. Wewe huyu hasira piga mtoto, unakuta unaharibu mfungo wako. Au mume unakuta simu, vitu vya ajabu ajabu, unakuta hasira inapanda, unaharibu mfungo. Sasa inabidi ukiona kwenye mfungo ndio vitu vinaanza kuinuka vinavyoeleka, utatambua ni shetani anakutafuta wewe uharibu mfungo wako. Ni lazima uwe makini. Tuwe makini wajakazi. Hizo nyakati za mwisho. Shetani ana hasira, ametuma mapepo mengi ili maana anajua muda sio mrefu bwana harusi yuko anakuja kuchukua bibi harusi. Na bibi harusi ni mimi na wewe. Je, umejiandaa na mavazi gani ya kumlaki bwana harusi? Haleluya! Umejiandaa na mavazi gani ya kumlaki bwana harusi? Mbona vazi lako lina madoa? Mbona vazi lako lina madoa? Here kotremele la trepa. Mbona vazi lako ni chafu? Fua mavazi yako mwanadamu, asema Yesu Kristo. Fua mavazi yako ambayo yamejaa madoa. Vazi lako limejaa madoa. Madoa ni dhambi. Ore glory to the Pai. Madoa ni dhambi mwanadamu. Asema Yesu Kristo wa Nazareti, tengeneza maisha yako ni nyakati za mwisho. Asema Bwana mabwana. Haleluya. Haleluya. Asante Bwana, kushukuru kwa upendo huu na neema na kibali umenipa kwa mbele za uso wako tena usiku wa leo. Bwana, acha maneno yako yakamjenge mama huyo ambaye alikuwa anaanza taka kuacha kazi yako na kuacha huduma na kurudi nyuma, umuimarishe tena kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Mama, tuchunguze watoto wetu. Ukiona mtoto ndiko mpole unafikiria eti ajui vitu. Watoto wapole. Sija kuona ushuhuda mwanamke mpole ambaye eti akupitia mambo ya ukahaba. So ni pepo mimi natesaga sana wanawake wapole. Kuna uko kimya. Ukimya wengine na kwa ni pepo. Na bwana unaonaga hao hata wavuta bangi. Kuna mmoja bangi zinawakaga wao wapole, hawaongee, na nyingine wanafanya wawe wengine wakavile vichaa, furugu, nini kuongea sana. Nyingine na wafanyaga kuwa kimya. So ukiona hata mtu wa kiume wa kimya. Kijana wa kimya sana, mara nyingine anakuwa anavuta bangi.
Ukiona vijana wengi wa kimya ambao ongeagi, wengi wao wanakuwa wanavuta bangi. Na wanaume wa kimya wapole, wengi kwenye ndoa wanakuwa wazinzi. Uliza wanawake watakwambia, ambao wameolewa na wanaume wapole. Wanakuwa roho ya umalaya imoja ajabu. Ni vigumu uone mwanaume mpole ambaye sio kahaba. Labda awe na hofu ya Mungu ya ajabu sana. Na hivyo kwa wanawake wapole wengi, shuhuda zao nyingi na kwa tu ni wanaume. Sasa ni roho chafu ambayo inarushiwa watu wapole, na tunawaombea. Ukikuwa mtoto mpole kimya, hata sema kimya. Inakuwa ni wengine, inakuwa ni mapepo. Lazima kwanza kuwaombea. Amen. So na Bwana tusaidie. Ila sio wote wapole kwa hizo tabia, lakini nasema baadhi ya wengi. Hata anaweza kuwa ni mcheshi mtoto wako mchangamfu, lazima pia kuchunguza. Amen. Ila tusimame kwenye maombi, kuombeana, kutiana kwenye mikono ya Bwana. Haleluya. Na Mungu atusaidie sote tuendelee kuishi utakatifu. Amen. Shalom, shalom. Asante Bwana, kushukuru kwa upendo wako. Baba, naomba maneno haya yadumu ndani yetu sote. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.